Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha sote kwa pamoja kuwepo hapa kwa pumzi yake ya bure isiyokuwa ya kununua. Ni jambo kubwa sana. Lakini la pili, nishukuru mazoezi ambayo tumefanya baada ya mchezo wetu Geita wa CRDB Confederation Cup na kupata ushindi kwa njia ya penalty na kuweza kutuvusha kwenye hatua bora kabisa ya 8 bora. Tunacheza kesho na Singida Big Star, moja ya timu yenye wachezaji wengi kutoka nje, lakini sio timu kubwa na wala sio timu kongwe kama tunavyozungumza Simba na Yanga. Kwa hiyo sioni nataka nitoe mishipa sana kutaka kuzungumza Singida. Singida watakuja walivyojipanga na sisi tunakuja tulivyojipanga. Yule ambaye amejipanga vizuri na karata zake atajichanga vizuri, naamini atapata matokeo. Lakini kwa sababu tunacheza kwa mbele ya Wanatanganyika, tuna kila sababu ya kuweza kupambana kuhakikisha tunapata ushindi huo ili tujisogeze huko juu tunakokusudia. Sawa. Coach, unakwenda kucheza na timu ambayo ni miongoni mwa timu zinazofunga magoli mengi kwa maana 20. Kwenye kuelekea sasa mkakati wako katika upande wa kuzuia, umejiandaa vipi compare na Mashujaa imekuwa ni timu ambayo inaruhusu goli nyingi kwa maana goli 16 mpaka hivi sasa. Kwenye huo mkakati unaingiaje mchezo wa kesho? Kwanza kwenye goli 16 mimi sijahusika kwa sababu sijakuwepo. Kwa hiyo mimi sijaona timu yangu imefungwa na nani. Toka nimekabidhiwa timu sijafungwa na timu yoyote. So ukiniambia tumefungwa 16 nitakushangaa. Mimi labda ndio nianze leo kufungwa na kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kufungwa tulifungwa na mimi nimeipokea timu ikiwa hivyo, lakini mpaka dakika hii nimepambana, timu haijafungwa na nafikiri hatutofungwa. Tutaendelea kufanya vizuri kwa sababu timu yangu bora na naiamini kwenye hilo. Hizo goli 20 walizofunga wao hawakufunga kwenye mechi moja. Walifunga mechi goli 1, 2, 3. Waje hapa leo wafunge tuone kama ubavu wanao. Chini ya utawala kwenye ushauriani unaonekana ni mtu sana. Kwenye kipindi chote kwenye siku kadhaa kutoka kule Geita mpaka sasa hivi umeweka kiasi gani kwenye ushauriani na mechi ya kesho? Waandishi wengi time nyingine nakupeni pole. Sababu mimi nakuaga na maneno mabaya, time nyingine nawaonea huruma kwa sababu hamjui mtendalo. Moja ya timu bora Tanzania ni Azam FC. Kocha wake analipwa mshahara $30,000, lakini ndio kocha ambaye amedraw mechi nyingi kuliko kocha yoyote. Amedraw mechi 10, ina maana ametupa pointi 20. Mimi toka nimekabidhiwa timu nimedraw mechi 3. Lakini utakuta kuna waandishi wanakuambia timu yangu butu. Sasa timu yangu mimi na Azam ambayo ina kina Fei ambao wamelipwa milioni 800 kwenye usajili. Timu gani iko butu? Acheni hizo chuki zenu za kuonyesha kwamba nyinyi mnapenda timu fulani. Muwe mnachunguza mambo na mnaongea tafakari. This is football. In football anything can happen. Kwa hiyo tunapokuwa tunacheza football ujue kwamba mimi nahitaji kushinda. Napokuwa hatufungi ni matokeo ya mchezo ambayo jinsi ulivyo. Unaweza kuona mechi na Pamba, Daniel Yanga amekosa goli ambalo mtu yote angeweza kufunga. Mpira ndio uko namna hiyo. Sasa pale wanataka mimi kocha niingie nende nikafunge ndio useme kama mimi timu yangu haiko butu. Sasa Azam mimi toka nimechukua timu nimedraw mechi 3, lakini kocha anayepata $30,000 amedraw mechi 10. Nani kocha bora kwa mfano ikitokisema achaguliwe kocha ambaye amedraw mechi chache? Hapa kwa hilo ndio maana nasema waandishi mnakuwa muelewi maana unajua Nyerere siku moja alisema Watanzania ukiwaambia neno kwa Kiswahili hawaelewi, ukiwaambia neno la Kiingereza hata likiwa halina maana ndio atalichukua hilo kuliona lenye maana, kumbe halina maana yoyote. Unaposema kwamba timu haifungi, it seems kwamba tuna create nafasi lakini scoring inakuwa hakuna. Kwa sababu gani? Wachezaji hawana utulivu kwenye scoring. Alafu kwenye scoring sasa hivi sio hapa tu peke yake. Hata Europe sasa hivi unaweza kuona wanaofunga midfielders kwa kuzengea second balls au mabeki kwenye kona na kufunga. Lakini ma strikers sasa hivi kidogo imekuwa changamoto. Kwa hiyo ni janga la dunia ambalo lipo. Lakini tunaendelea kulifanyia kazi na kuhamasisha wachezaji wawe watulivu wanapofika eneo ya kuscore ili mambo mengine yaweze kuendelea. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hilo litafanyika na mambo yatakwenda mazuri bila shaka aina yoyote. Kwa miongoni mwa timu 3 ambazo mpaka sasa hivi hajapoteza mchezo wote nyumbani, nadhani kuna credit ambazo unastahili kupewa za watu hawa. Sasa mimi siwezi kumlazimisha punda kunywa maji. Kila mtu ana jinsi yake ya kuweza kufanya. Na mimi kwanza mara nyingi sipendi kusifiwa. Mimi najisifia mwenyewe kama Mpalestina.
kwa sababu nyinyi mnangoja mpaka mtu kafa, mkiona jeneza ndio mnapiga msalaba, au Muislamu mnasema alikuwa mwema, lakini akiwa mzima sikinisifia wakati nasikia, lakini sio nimekufa ndio nanisifia. Hiyo mimi I don't need. Kwa hiyo sisi tutajisifia wenyewe, Mashujaa timu bora na tuko vizuri. Na mimi kama unataka kupima uwezo wangu, toka nimekabidhiwa timu nimecheza ligi mechi 4. Mechi ya kwanza nimewafunga Mtibwa goli 3, lakini mechi ya pili tumedraw na Fountain Gate maji ya jioni kabisa, ni blanda ya kibahati mbaya, lakini tukaja kudraw na mechi na timu mbili ngumu, Azam FC pamoja na Pamba. Sio timu za mchezo, wamesajili vizuri na timu zenye ubora. Sasa muwe mnachunguza na mnapotaka kuuliza maswali tena kwa mtu mwenye akili kama mimi, muwe mnaangalia mnaniuliza swali la namna gani, sio mnakurupuka tu kuuliza maswali, utakuja kufeli. Kumalizia, nakwenda kukutana na Singida Black Stars ambayo kwenye rekodi wamekuwa wanaiweza Mashujaa kwenye game za mwisho zote wamefunga. Kwenye hilo hasa katika upande wa historia na kuelekea pia mchezo wa kesho. Mpira hauna historia. Historia ipo. You guys look here. Mimi wakati nikicheza zamani tulikuwa tunaamini kwamba timu yangu mimi ilikuwa Pilsner, lakini tukicheza na Pamba hata tukiwa 6 sisi tutawafunga. Coast na Simba, wale Coast hata wakiwa 4 watawafunga Simba. Ikawa imeenda historia, lakini ikaja ikabadilika. Mimi ndo nimekwambia mechi yangu ya kwanza na Singida Big Star toka nimekabidhiwa timu. Njoo kiwanjani leo uangalia kitakachojiri. Sisemi hatuwezi kufungwa. This is football. Na nimeshakwambia kwamba in football anything can happen. Lakini kwa jinsi tulivyojipanga na tulivyojiandaa na uhakika na confidence ya timu yangu. Kama unavyoniona Julio nina confidence. Mimi nina confidence kwa sababu nina wachezaji wazawa wenye uwezo mkubwa ambao Watanzania wengi mnawadharau wazawa kwa sababu ya wageni wenu. Lakini hao wageni wakija kiwanjani hawana chochote, mnawalipa mifedha mingi, mnaleta makocha wenye rangi nyeupe tu, hawana mpango wote. Na mimi sasa hivi nina mpango wa kutafuta kopo la rangi nyeupe nijipake ili tupate heshima. Hiyo sasa itakuwa siri yangu mimi, kama atakuwa mgonjwa itakuwa jambo la Mungu, lakini kwenye uwezo wa wachezaji wa wako sawa. Mchezaji nitakayeamua kumchezesha nitamchezesha kutokana na performance aliyoendesha. Mwamba alikuwepo mazoezini, ameona kila kitu. Ushindi kama draw ingekuwa imezuiwa hata FIFA nafikiri ingekuwa imetolewa, lakini kwa sababu ni kwenye soka kuna kufungwa na kwenda sare. Kwa hiyo ukitoka draw ni moja ya ushujaa kwa sababu hujapoteza. Shehe, ukimtongoza mwanamke akikukubali sifa, akikukataa sifa kwa sababu umejaribu. Obrigado.